Okay, karibu tena katika mwendelezo wa mada iliyotoka. Tulizungumza kuhusu dalili au vitu ambavyo vinavyopelekea wanaume wengi kushindwa kutingisha ujauzito. Tulizungumza vitu vingi, tukazungumza kuhusu mishindo, tukazungumza kuhusu korodani, tukazungumzia vitu vingi sana. Sasa tunakuja kuendelea mbele hapa katika sababu 5 zilizobaki ni zipi na zinafanyaje kazi au zipoje au zinasababishaje mtu kuwa na changamoto hiyo. Lakini kitu ambacho tunazungumza kwanza, kitu cha 6, tunazungumzia kuhusu historia ya maambukizi ya zamani au magonjwa ya zinaa, ambapo zamani ulikuwa na changamoto hizo. Mfano, labda ulishakuwa na gonorea, ulishakuwa na kaswende, ulishakuwa na fungus sugu, kuziba kwa mirija. Wanaume pia wana mirija ambayo inakuwa inaziba ya mbegu, urethra ile kwenye pipe pale unakuwa kuna ziba, au kwa chini kwenye epididymis huko kunakuwa kuna ziba kwenye zile kwenye zile njia za mbegu za mwanaume. Lakini pia historia kwa mbegu, kwa mbegu, labda ulikuwa na historia, labda kupima mbegu zako zikawa labda ni hafifu, au mbegu zako hazina tail, hazina mkia, zinashindwa kusafiri vizuri. Hiyo ni changamoto namba 6. Lakini pia changamoto namba 7, tunazungumzia kuhusu nywele za kiume kupungua haraka au matiti kujaa. Kwa wale wanaume ambao wanapitia changamoto ya kuota matiti wanaume, hiyo ni changamoto ya testosterone inakuwa inashuka zaidi na homoni za kiume zinakuwa zinapanda zaidi, hali inayopelekea changamoto hiyo inakuwa ni kubwa zaidi, na utingishaji wa mimba unakuwa ni mdogo sana. Lakini pia nywele za usoni zinakuwa zinapungua. Wanaume wanamkuta hapa usoni nywele anakuwa hana kabisa, wala ndevu, anakuwa yupo tu. Lakini pia hiyo ni changamoto kwamba huyu mwanaume anakuwa na changamoto ya homoni za kiume zinakuwa zinashuka. Lakini pia kuna wanaume wengine wanaota matiti yanakuwa makubwa kabisa, matiti yanakuwa kama mwanamke. Hiyo ni changamoto ya homoni, kwamba huyu ana shida. Lakini pia dalili nyingine zinakuwa ni dalili za homoni. Hiyo inamaanisha ikiwa na hii changamoto kwamba nywele za kiume kupungua na kuota matiti, hiyo inamaanisha kwamba homoni, kama nilivyosema hapo mwanzo, ni dalili za homoni zimeshuka kuliko kawaida. Homoni za kiume zimeshuka kuliko kawaida. Tukizungumzia mwanaume na kutuzungumzia mwanamke na mwanaume anakuwa na homoni za kiume zaidi juu kuliko za kike. Mwanamke anatakiwa na homoni za kike zaidi kuliko za kiume. Kwa hiyo ukisikia mwanamke ana shida ya hormone imbalance, inamaanisha homoni za kiume zimepanda kuliko za kike, ambayo inasababishwa na madawa kutumia, wanazipandisha homoni za kiume ili kusababisha ujauzito ashindwe kupata. Lakini mwanaume pia anapokuwa na homoni zinapokuwa zinapanda za kike, anakuwa na tabia za kike, menendo ya kike, anakuwa anaanza kuota matiti na tabia pia za kike kwa wengine. Kwa hiyo ni changamoto pia. Lakini pia nishazungumza kuhusu hii changamoto ya korodani kuwa ndogo, nyingine kuwa kubwa kuliko nyingine. Hiyo nishazungumza, korodani kuwa ndogo, moja kuwa kubwa kufika nyingine, maanisha hiyo inaashiria kwamba uzalishaji ni duni wa mbegu. Mbegu zako zinazalishwa lakini katika hali ikiwa ziko duni, yani ziko dhaifu, ziko ovyo, haziwezi kutikisha ujauzito, mbegu zako hazina uhai. Ni sawa tunasema yale makuku ya kisasa, au tunasema kuku au mayai ya kisasa, sio mayai yenye kiini. Ni sawa mbegu zako zinakuwa hazina kiini, kwa utikishaji wa mimba unakuwa ni mdogo. Lakini pia sababu nyingine, kwa mwanaume ambaye mwenye changamoto ya nguvu za kiume au changamoto ya mbegu za kiume, anapokuwa ametia ujauzito, basi ujauzito huo mimba zinakuwa zinaharibika mara kwa mara. Hata akishika inaharibika mapema, inaharibika mara kwa mara, inakuwa mbegu dhaifu, mbegu zenye kasoro ya vinasaba, mbegu zinakuwa zina kasoro ya DNA, mbegu zinakuwa hazina ubora, tunasema mbegu kama hazina kiini, zinakuwa nyepesi sana kuweza kudondoka, mbegu ambazo hazina ubora ambao tunaotaka. Umeona, hiyo inakuwa ni changamoto ya kuharibika mimba mara kwa mara. Lakini sababu ya 10, mwanamke anakuwa hana tatizo lakini anakosa mimba. Ukipima yuko salama, hashiki ujauzito. Hilo tatizo linaweza likuwa kwa mwanaume pia. Kwa hiyo mwanaume pia unatakiwa ukapime mbegu zako, uzione mbegu zako ziko na ubora gani, zinafaa kwa ajili ya kutikisha ujauzito, wazipime spidi yake ya kutembea, wapime ubora wa mbegu, wapime zinamkia, wapime pia na kiwango cha mbegu unachokitoa kiko kizuri.
Labda nikuongezee tu hapa. Asilimia kubwa ya nguvu za kiume au changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, unatakiwa utumie vyakula ambavyo vya asili vinavyokusaidia kurudisha madini ya zinki na madini ya chuma ya kutosha na vitamini za kutosha, uweke protini ya kutosha ili kuweza kutoa mbegu ambazo zina ubora na ziko smart zaidi. Mimi nawashauri watu ni bora kutumia maji ya madafu kuliko kutumia energy drink. Ni bora kutumia maji ya madafu kuliko kutumia energy drink. Ni bora kutumia juisi ya kawaida kuliko kutumia juisi za kisasa. Sasa kizuri ni kwamba tunazo program ambazo unaweza kuwa unazifanya au kuwa unazifuatilia zikakupa nafasi ya kuweza kutingisha ujauzito na kukurudishia katika mwanzo wako mzuri. Asante sana. Pia nimeelezea hizi nafasi 10 au nimeelezea vyanzo 10 ambao vinaosababisha wanaume wengi wanashindwa kutia ujauzito. Labda nimalizie kwa story moja. Nishakutana na rafiki yangu mmoja, siwezi kusema alipokuwepo, lakini nasema nishakutana naye, nikamsaidia na kuhifadhi, nikamsaidia kuhusu changamoto yake. Yeye amezaa na mke wake watoto 4, lakini kaenda kupima wale watoto wote sio kwake. Baada ya kwenda kupima mbegu zake, akakuta mbegu zake hazina uwezo wa kuweza kutingisha ujauzito. Baada ya kuja kupima DNA, akakuta wale watoto wote sio wa kwake. Kwa hiyo nilichoongea naye, nikamshauri, nikamwambia watoto wote wanajua kama wewe ni baba, wanakufahamu. Kwa cha msingi wewe ishi nao vizuri, rekebisha afya yako. Ukisharekebisha afya yako, zaa watoto wako. Kizuri ni kwamba akanisikiliza, nikamwelekeza kitu gani cha kufanya, akatumia hichi, akaongeza vyakula, kwa sababu sisi tunakupa dawa ya kutumia, lakini pia tunakuelekeza na vyakula sahihi vya kutumia, lakini pia tunakuelekeza na mazoezi ya kufanya asubuhi na jioni, walau dakika 10 chumbani kwako au nyumbani kwako au ndani kwako. Kama unaweza ukatoka nje kwa unafanyia nje, yote ni sawa, ni wewe kulingana na muda wako. Kama muda wako ni mdogo, unaweza ukafanya chumbani dakika 10 kabla ya kufanya shughuli zako, na usiku dakika 10 kabla ya kulala. Hivyo ukifanya itakusaidia sana. Akafanya na hatimaye sasa hivi ana watoto wake 2 wa kwake, na akapima karudia, zote zinasoma ziko positive 100%. Kwa hiyo asante sana kwa kutufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa hichi kipengele cha pili. I hope umejifunza kitu na hope umechukua kitu. Kama hauna dalili moja, basi unaweza kuwa na dalili 5, basi ni vizuri zaidi kuweza kupata ushauri kwa namba zetu unapoziona hapo chini. Asante sana, Mungu awabariki, tutaonana katika vipindi vinavyokuja. Sasa usisahau kusubscribe au kushare au kulike na kucomment kwamba kitu gani umejifunza au umefaidika na kitu gani katika mafunzo ya siku ya leo. Asante sana, Mungu awabariki, tutaonana katika vipindi vinavyokuja.